Bwana Yesu asifiwe kanisa. Nina kila sababu ninamshukuru Mungu kwa neema hii ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipekee namshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Gideon kwa kazi njema ambayo Mungu aliyomuita kwa ajili ya kanisa la Mlima Moria Minutes. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia ninawasalimu wote ambao mnaungana na chaneli ya Gideon Online TV. Ninawatakia heri ya mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ninawasalimu nyinyi wote ambao tuliopata neema ya kuvushwa 2025 kuendelea 2026. Tumepata neema nyingine tena ya kuona tena mwaka mpya na tunaendelea kusonga mbele katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunawakaribisha wote wale ambao tunaunga pamoja. Mtumishi wa Mungu mpakwa mafuta wa Bwana anaendelea kuwakaribisha katika channel ya Gideon Online TV, ambao ndani yake kuna vipindi vizuri sana ambavyo vinaweza kukutia moyo, ambao ni maneno ya Bwana siku ya Jumapili, Jumatano na Ijumaa. Kuna vipindi vizuri sana, usiache kufungua katika vipindi hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huduma yetu iko katika mkoa wa Kilimanjaro, ambao kwa wale ambao wanaotokea Same, Rombo, wapi, ukifika stendi kuu ya mkoa wa Kilimanjaro utachukua daladala zinaenda maili 6 Sanya Boma, ambao zitakushusha kwenye kituo cha Mashineni. Huduma yetu iko katika kituo cha maili 6 mkoa wa Kilimanjaro. Bwana Yesu asifiwe. Ambao wale wanaotokea Sanya Juu maili 6, ambao wanaotokea Machame, basi ukichukua umepanda daladala Costa, ukifika kituo maili 6, kituo cha inaitwa Mashineni, watakushusha. Huduma iko upande wa chini na utakuja kanisani, utamuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wa Mungu tunawakaribisha sana katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi watu wa Mungu, tusiache kuungana pamoja na Yesu Kristo. Weka imani yako katika msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utamuona Bwana akikupigania kila itwapo leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi kwa majina yangu naitwa Paulo Steven, ni mtumishi wa Mungu, ninahudumu katika huduma ya Mlima Moria, niko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon. Basi kichwa cha somo kinasema rudi kwa Bwana, kuna neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, nataka kuambia kama kuna mahali ambapo mwaka 2025 kuna mahali ambapo ulivunjika moyo, ulianguka, lakini Yesu Kristo anakuambia mwaka huu 2026 rudi kwa Bwana, iko neema. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuombe kwa ajili ya neno la Bwana. Mungu ulio hai, asante Bwana kwa ajili ya neema hii ambayo Mungu umetupa tena kwa kuiona tena siku ya leo. Ni neema ya ajabu ambayo Bwana tumepata tena. Tumekusanyika mahali hapa Bwana kwa ajili ya neno lako. Tunaomba Roho yako Mtakatifu Bwana ukaseme nasi, ukaseme na watoto wako wako tayari kusikia Bwana. Tunaomba wafunulie masikio yao ndani, wape neema ya kulisikia neno lako Bwana. Neno lako ni mbegu, neno lako ni chakula ambacho kisichoharibika Bwana. Sema nao kwa lugha nyepesi nao wataelewa Bwana. Tunaomba wewe uliokusudia kusema nasi siku ya leo. Tunaomba sema nami mtumishi wako, nami Baba sina cha kuambia watoto wako katika taifa la Kristo. Bwana Yesu, tunakuomba Bwana ukatawale ndani yao katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi nawakaribisha katika neno la Bwana. Wewe ulioko nyumbani unayonitazama, shika Biblia yako, shika na dayari yako kwa ajili kulipokea neno la Bwana. Neno la Bwana ni silaha.
Bwana Yesu asifiwe. Huwezi enda vitani pasipokuwa hauna neno la Bwana. Ili kumshinda adui ni lazima uwe na neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu wetu yuko karibu, ukimuita naye ataitika kwako. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaenda kufungua kitabu cha Yeremia, cha nabii Yeremia, ule mlango wa 3, ule mstari wa 21 hadi 22. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Sauti itasikiwa juu ya vilele na milima, na kulia kwao na maombi yao ya wana wa Israeli, kwa kuwa wameipotosha njia yao, wameisahau Bwana Mungu wao. Rudini enyi watoto waasi, mimi nitawaponya maasi yenu. Na tazama, nimekuja kwako, maana wewe u Bwana Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaangalia kitabu cha nabii Yeremia, kinatuambia na sauti zitasikiwa juu ya vilima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaangalia kama kuna mahali ambapo tulianguka au tukamuasi Bwana katika mwaka 2025. Pengine ulivunjika moyo, ukarudi nyuma, ukakata tamaa, lakini neno la Bwana linaendelea kupitia tena faraja, linakuambia tena katika maombi iko neema ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaporudi kwa Bwana, maanake tunapoomba toba ni muungano wa kuungana, wa kupatana na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni nini? Maovu au dhambi inaweza kukufanya ikakufarakanisha na uso wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Pengine ulivunjika moyo, pengine kuna mahali ambapo ulikosa, mimi na wewe. Haleluya. Ni wakati wa sasa wa mwaka huu kuyasahau yale 2025 na tumevushwa katika Kristo, neema ya Kristo ya kuona 2026 ni wakati wa sasa wa kutengeneza na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anatuambia enyi watoto rudini. Bwana Yesu asifiwe. Mpango wa Yesu Kristo hataki tupotee. Hataki watoto wake waangamie, hataki watoto wake wapotee, bali anatuambia nabii Yeremia asema rudini. Bwana Yesu asifiwe. Anasema rudini. Kwa hiyo pale mahali ambapo umetenda au umefanya au umeanguka, usione kwamba hapo ndio mwisho wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Iko neema nyingine tena kwa Yesu Kristo. Iko neema nyingine tena kwa Bwana. Maanake utakapoamua kuchukua hatua na kwenda kumkimbilia Bwana, ukimwambia Bwana, ni kweli hapa nilikosa, ni kweli hapa nilifanya, naye Mungu anakurehemu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu katika taifa la Yesu Kristo, pale mahali ambapo sisi, mimi na wewe, ambao tumeanguka, tumeteleza, tulitenda kwa kutokujua, ni wakati sasa wa kwenda kumrudia Bwana, naye kwenda kutengeneza mambo mapya katika mwaka huu 2026 katika Kristo, ili Yesu Kristo akaonekane ndani yako, ili Yesu Kristo akapate kufanyika tena ni agano ndani yako tena. Bwana Yesu asifiwe. Ndio anatuambia, anasema rudini nyinyi watoto waasi. Yamkini tulimuasi Bwana. Kuna mahali ambapo tulimuasi. Yamkini tulienda kwenye madhabahu za miungu bahari, tukaenda kwenye masale, tukaenda kwenye mabokidi, tukaenda kuabudu miungu bahari. Bwana Yesu asifiwe. Tukamwacha Bwana, tukasahau, tukaenda katika njia za kupendeza, tukaacha ni wapi Bwana alipotutoa, tukaacha wapi, tukasahau wapi Bwana alituokoa, alituponya na magonjwa, alituokoa na adha, alitoa katika nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini tulikosea, tukarudi kwenye madhabahu, tukaabudu mawe, tukaabudu masale, au wazazi wako au ndugu zako au wajomba, mashangazi katika mwaka huu, lakini Bwana anatuambia rudini tena. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kutengeneza tena katika mwaka huu 2026, kwa sababu tumepata neema ya kuona tena mwaka huu ambao ni mwaka wa baraka, ni mwaka wa mafanikio, ni mwaka wa rehema, ni mwaka ambao wa fadhili mpya, wa kupata rehema mpya, wa kutembea katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema kwamba nitakuponya na maasi na mahasi yenu. Anasema rudini enyi watoto
maana wewe Bwana Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema atakuponya na maasi. Yamkini umwasi Bwana, lakini Bwana pale mahali ambapo moyo wako ulijeruhiwa, lakini Mungu anaweza kuponya tena moyo wako, anaweza kuiponya tena nafsi yako na ukarejea tena upya. Bwana Yesu asifiwe. Iko neema nyingine tena ukirudi kwa Bwana, ukiamua kuchukua hatua pale mahali ambapo mama umekata tamaa, pale mahali ambapo kijana umekata tamaa, pale mahali ambapo baba umekata tamaa, rudi kwa Bwana Yesu, nayo iko neema nyingine mpya tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni wakati wa kusonga mbele katika mwaka huu 2026. Ni mwaka wa kutengeneza na Bwana. Yamkini ulienda, yamkini ulia, yamkini kukalalamika sana, yamkini ukanunika sana, lakini nataka kuambia mwaka huu ni wako wa baraka, ni wako wa kupata neema nyingine mpya, ni wako wa mafanikio, ni mwaka wa baraka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi neno la Bwana tunaendelea kusonga mbele, tufungue tena kwenye kitabu cha Hosea ule mlango wa 14 mstari wa 2. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, Israeli, mrudie Bwana Mungu wako, maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Chukueni maneno pamoja nanyi, mkamrudie Bwana, mkamwambie, ondoa maovu yote, uyatakabali yaliyo mema na hivyo ndivyo mtakavyo toa sadaka za midomo yetu kama kwamba ni ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Bwana linaendelea kutuambia enyi, Nabii Hosea anaendelea kutuambia enyi wa Israeli, ni mimi na wewe. Anasema rudini kwa Bwana, maana Bwana atakukomboa na uovu. Yamkini kuna uovu ambao tuliotenda pasipo kujua au kwa kutokujua, lakini ukirudi kwa Bwana ni mwaka wako wa marejesho, ni mwaka wako wa furaha, ni mwaka wako wa amani. Pale mahali ambapo kuyasahau yote, tengeneza tena na Bwana mwaka huu, utaenda kumuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaangalia watu wa Mungu, dhambi inaweza kukufanya ikakufakanisha na Mungu, ikakutenga uso wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maovu yanakufarakanisha hata biashara yako, ile biashara yako inapigwa, inasababisha magonjwa. Kwa sababu ya nini? Tumemkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaweza kaa tunalia sana, tunaweza kaa tunalalamika sana. Kwa nini tunaomba usiku na mchana Mungu hajajibu? Pengine watu wa Mungu katika mwaka huu 2026, pengine kuna mahali ambapo tumekosa, kuna mahali ambapo tumetenda dhambi, kuna mahali ambapo tumeenda sivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu ni lazima wakati huu, mwaka huu 2026, wa kutengeneza na Bwana. Yamkini kuna ulitembea katika mwaka 2025, kuna mahali ambapo ulitenda dhambi, kuna mahali ambapo ulianguka, unalia, unapita mahali pagumu. Ni wakati wako wa kukaa chini, uliopata neema ya kuvushwa kuona tena mwaka 2026. Ni wakati wa kutafakari, ni wapi Mungu nilipotenda, ni wapi Mungu nilipoanguka, Mungu apate kurejeshea tena katika furaha ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ukamwambie Bwana akaondoe maovu, ili ukamwambie Bwana akaondoe magonjwa. Maana yake nini? Utakaporudi kwa Bwana, utakapotubu, ndipo Yesu atarejea tena ndani yako, ndipo Yesu ataweka furaha ya wokovu ndani yako, ndipo Yesu ataachilia tena neema nyingine tena ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini wewe ni mtumishi wa Mungu, yamkini wewe ulikuwa unamtumikia Mungu ukarudi nyuma, lakini nataka kuambia watu wa Mungu, rudi katika Bwana. Rudi ukamwone Yesu Kristo akayatimize ahadi ya maisha yako. Yamkini yuko adui kazi yake ni kukuvuruga. Yuko shetani amekukosesha, yuko shetani amevuruga maisha yako, amevuruga uchumi wako, amevuruga watoto wako. Amesema kwamba yamkini watoto wako hawataenda shule. Unawaza niende wapi? Nikimbilie wapi? Nimekosa labda hela ya
ada au watoto wangu wanakosa kwenda shule. Lakini watu wa Mungu, hebu turudi kutafakari ni wapi ambao tulipoanguka, ni wapi tulipoteleza, tukarudi kwa Bwana tukatubu. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu atatusamehe kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema na ni mwingi wa fadhila nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Yeye Mungu anaturehemu, anatuchukulia madhaifu yetu na kutusamehe makosa yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana anasema kila wakati tuwe tayari katika kutubu. Katika mwaka huu 2026 ni mwaka wa marejesheo, ni mwaka ambao wa kulingana, wa kuomba rehema sana. Kwa sababu ni nini? Ili tupate kumwona Mungu ni lazima tuwe tayari, mioyo yetu iwe safi, katika njia zetu ziwe safi, katika mwenendo wetu iwe safi, na kutenda mambo mema ambayo yenye kumpendeza Mungu, pamoja na kumtolea Bwana sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Unapoomba Mungu, unapomlilia Bwana, Daudi alimtenda Mungu dhambi, lakini alitambua makosa yake, akarudi magotini, akalia, akafunga, akajigaragara, akajikatakata na mawe, akagaragara kwenye kokoto, kwenye mawe, lakini Mungu alipata kumrehemu tena na akaendelea kuchapa kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, haijalishi umerudishwa nyuma, yuko adui amekurudisha nyuma, yuko mtesi ameinuka, amekurudisha nyuma, amekudhoofisha, umevunjika moyo, lakini natakuambia rudi kwa Bwana. Liko tumaini kwa Yesu, liko tumaini jipya tena kwa Yesu, liko faraja mpya tena kwa Yesu, liko faraja. Watu wa Mungu, rudi tena kwa Bwana, naye Mungu atakufariji pale mahali ambapo umevunjika moyo, pale mahali ambapo umekata tamaa, lakini atakwambia Yesu anakuwazia mambo mema, kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11, anasema maana ninayajua mawazo ninayowazia mimi, asema Bwana, ni mawazo, sio mawazo mabaya, ni mawazo mema, ili kukupa tumaini. Tumaini nini? Tumaini katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo watu wa Mungu, Mungu wetu anakuwazia mambo mema. Mwaka huu 26, pale mahali ambapo kijana umeona umekata tamaa, lakini Mungu anakuwazia mambo mema. Inuka tena katika Kristo. Weka imani yako katika msalaba, naye utamuona. Pale mahali ambapo mama umekata tamaa, yamkini kwenye ndoa, yamkini kwenye kazi, yamkini kwenye biashara, lakini natakuambia rudi kwa Bwana. Nenda, pigana, omba rehema, ingia kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Yuko Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi. Hata pale kama huwezi kuomba, muombe Roho Mtakatifu atakusaidia kuomba, na utavuka katika jaribu ambalo leo nalo. Hasa katika kipindi hiki cha shule, kuna mahali ambapo unapopita mahali pagumu, umeona kwamba umekata tamaa, umeona kwamba hapa siwezi, lakini ukirudi kwa Bwana, Bwana atafanya njia pasipokuwa na njia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana ataenda kuburudisha tena moyo wako. Bwana hatakuacha uaibike. Bwana alisema kwamba sitamwacha mwenye haki wangu aibike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima watu wa Mungu katika mwaka 26 tuendelee kumlingana Bwana, tuendelee kumtumainia Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndio kimbilio letu, kwa sababu yeye ndio mkombozi wetu, kwa sababu alipigwa pale msalabani, alibeba masikitiko yetu, alibeba kila kitu, alibeba huzuni yetu, ili kwamba sisi tupate kuwa na furaha ya milele, tupate kuwa na uzima wa milele tukimwamini Yesu Kristo. Yesu kiingia ndani yako, nataka kuambia mama, nataka kuambia kijana, nataka kuambia baba, Yesu Kristo akiwa ndani yako utapata furaha ya milele. Haijalishi unapita katika miiba na michongoma, lakini Yesu Kristo anakupa tumaini, anakupa faraja, anakupa imani, anakupa ujasiri wa kuweza kuvuka katika ile jaribu. Hautachoka, hautakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unaumwa, lakini Yesu Kristo anakutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Basi ili mradi watu wa Mungu turudi na kutubu, tuombe rehema kila wakati, tusijihesabie haki. Kitu gani kinachosababisha watu wanakufa kiroho? Ni kwa sababu mioyo yetu imejaa kiburi. Na Mungu anasema watu hawa wananiabudu kwa midomo tu, lakini ndani yao hakuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajihesabia haki. Pengine pale mahali ambapo umesimama unajiona kwamba wewe ni mkubwa sana, lakini watu wa Mungu, hakuna kitu nzuri kama unyenyekevu, utii, heshima, kujinyenyekeza mbele za Bwana, naye Mungu atakuinua. Usijikweze, jinyekeshe chini, naye Mungu atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Basi turudi tena kwenye kitabu cha Nabii Isaya. Nabii Isaya
ule Nabii Isaya, kitabu cha Nabii Isaya ule mlango wa 58 mstari wa 11. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Naye Bwana atakutangaza daima, atathibitisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na kuitia nguvu mifupa yako, nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemchemu ambayo maji yake hayapungui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaendelea, neno la Bwana linaendelea kuambia, anasema naye Bwana atakutangaza, atakuongoza daima, atakuthibitisha nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, tunaangalia kwamba jinsi gani Bwana anasema atakuongoza daima, pale mahali ambapo umeona kwamba katika njia hii umeona giza mbele yako, lakini yuko Yesu Kristo ambaye anayeweza kukutoa kwenye hilo giza tena nene ambalo adui alikuwa amekuweka kwenye gereza, ambao gereza la mateso, ambao gereza la magonjwa, ambao gereza la mauti. Akaona kwamba huwezi kutoka tena, akaona kwamba huwezi kuinuka tena, lakini Yesu anatuambia kwamba yeye atakuongoza daima, atakushika mkono wake, atakuongoza daima katika njia impasayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ataithibitisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na kuitia nguvu mifupa yako. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni neno la Bwana linatuambia kwamba Bwana ataithibitisha. Yamkini kwamba pale mahali ambapo umeona kwamba umechoka, lakini tayari ukitubu, naye Yesu anaingia tena ndani yako, maana yake anakufanya tena kuwa chombo kipya. Yamkini wako ambao watu waliokudharau, wakakuona kwamba wewe hufai, wakakuona kwamba wewe umechoka, umekata ringi, lakini nataka kuambia yamkini mwaka 2025 wako waliokudharau, wako ambao waliokutukana, wakaona kwamba wewe ni wakufa kesho, wakaona kwamba wewe sio kufanya biashara tena, wewe sio kupandishwa tena cheo. Lakini Yesu Kristo anatuambia, anasema kwamba atakuongoza na atakuponya nafsi, ataiponya, atakutia nguvu katika mifupa yako, na anasema kwamba ataithibitisha nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nini? Yesu ameingia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ameingia ndani yako. Yesu anaenda kuithibitisha nafsi yako ya kwamba mimi niko ndani yako sasa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni nini? Anasema kwamba nafsi yako, na mahali pasipokuwa na maji ataitia nguvu mifupa yako. Pale mahali ambapo mtu wa Mungu umechoka, pale mahali ambapo Mungu umekata tamaa, lakini Yesu anasema kwamba ataitia nguvu mifupa yako, atakuinua tena. Wale watesi ambao walikuwa kuona kwamba mwaka 25 unatembea kovyo, kwamba mwaka huu 2026 Yesu Kristo amevuka na wewe kwa kishindo, waliosema kwamba utakufa kwa ajali au utakufa kwa magonjwa, lakini wanashangaa katika mwaka huu 2026 Yesu anaenda kukuboresha tena. Yesu anaenda tena furaha ya wokovu. Yesu Kristo anaenda kukuinua tena katika kiuchumi. Yesu Kristo anaenda tena kukupa furaha ambayo ya kwenye yako, kwenye familia yako, au kwa watoto wako, au magonjwa ambayo shetani alikuwa amekufungia, lakini Yesu Kristo anaenda kuitia nguvu katika mifupa yako, na utaenda kuinuka tena kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema kwamba katika neno lake, anasema pasipokuwa na maji ataitia nguvu mifupa yako, nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, kama chemchemu ambayo maji yake hayatapungua. Bwana Yesu asifiwe. Maanake Yesu akiingia ndani yako, anaenda kuburudisha moyo wako, anaenda kuburudisha moyo wako, anaenda kuondoa huzuni ndani yako mama, anaenda kuondoa huzuni ndani yako kijana, anaenda kuondoa huzuni ndani yako dada, anaenda kuondoa huzuni ndani yako baba, ambao moyo wako ulikuwa umekufa, ambao nafsi yako ilikuwa imekufa, au nafsi yako ilikuwa imezikwa, lakini Yesu Kristo anasema kwamba anaenda kuburudisha tena moyo wako, anaenda kuinua tena pale mahali ambapo umewekwa kwenye giza, pale mahali ambapo umewekwa kwenye
kaburi, yamkini wameizika nafsi yako, wamezika kivuli chako, lakini Yesu Kristo anasema kwamba anaenda kuitia tena moyo wako furaha ya milele. Yamkini ulikuwa unazoea, huwezi hata kula chakula, huwezi kufanya chochote, moyo wako umejaa uchungu kila wakati, mzigo imejaa ndani yako, lakini Yesu Kristo anaingia ndani yako, maana yake tena anaenda kupa furaha ya wokovu wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema kwamba Yesu Kristo ni chemchemi, maji yasiyopungua. Yesu akikaa ndani yako, ukimruhusu akikaa ndani yako, hapungui ndani yako, hapungui ndani yako, ili mradi usimwache, ili mradi umtetee kila wakati, kila mahali utakapokwenda usimame naye, umtetee, umpiganie, usimwache gesti, usimwache ba, usimwache mahali popote, maana ukienda sehemu ambayo haimpendezi naye anaondoka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukitenda mambo mema kwa kunyenyekea, kwa kuomba kila wakati na kuomba rehema, Yesu anaingia ndani yako, anafanya makao ndani yako, anakaa ndani yako. Maana akikaa ndani yako, magonjwa yanakimbia. Akikaa ndani yako, magonjwa ya sukari yanakimbia, madeni yanakimbia, umaskini unakimbia, magonjwa yanakimbia, mateso yanakimbia. Maana anakaa ndani yako, anakutia nguvu, anakuwezesha, anakuonesha njia pale mahali ambapo umevunjika moyo. Huna wazo la kibiashara, lakini Yesu anaenda kuweka wazo la kibiashara. Huna wazo la kujenga, lakini Yesu anaenda kupa wazo la kujenga. Huna mahali popote cha kufanya, lakini Yesu Kristo anaenda kukuinua tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Basi watu wa Mungu, huu ni mwaka wako wa marejesho. Huu ni mwaka wako wa baraka. Haijalishi wako ambao waliiba nyota yako, waliiba kibali chako, lakini nataka kuambia, fika hemani mwa Bwana, njoo kwa Bwana, naye Bwana ataenda kurejesha vilioliwa na tunutu na dumadu, ambao Bwana atakurejeshea tena kwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, ninawakaribisha tena katika huduma ya Mlima Moria. Njoo kanisani, usikae nyumbani katika mwaka huu 2026. Mama umekata tamaa, mama umechoka, dada umechoka, umekata tamaa, njoo kwa Bwana. Kuna tumaini, kuna furaha, iko neema nyingine tena ambayo kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Basi watu wa Mungu, hilo ndio neno la Bwana, na tuendelee kusonga mbele katika Yesu Kristo, na tusirudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tukaombe kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Wewe ni Mungu ulio hai. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako ambao umeachilia na umesema na watoto wako, Mfalme muumba mbingu na nchi. Baba, mtumishi wako ninakushukuru Bwana kwa sababu umesema na watoto wako, Mfalme wa amani. Tunaendelea kuomba toba na msamaha Yesu. Tunaendelea kuomba rehema hata kwa ajili ya familia zetu na ukoo wetu, na hata kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Mungu, tunaendelea kuomba toba na msamaha Bwana. Chilia rehema kwa ajili ya taifa lako na viongozi wote ambao walioko katika ngazi ya juu. Mungu, tunaomba toba na msamaha Bwana. Yamkini katika haya yote, katika mapito kadhia Baba, changamoto ambazo tunazopitia ni kwa sababu Mungu tumeacha jina lako, tumeacha jina lako, tumekuhasi. Mungu, tunaomba tena neema yako, tunaomba Bwana uturehemu sawa sana fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema Bwana. Maana ungelitazama maovu yetu, ni nani angesimama? Lakini wewe ni Mungu mwenye huruma na mwenye rehema Bwana. Baba, tunaomba rehema, naomba rehema kwa ajili ya baba huyo, naomba rehema kwa ajili ya Watanzania, naomba rehema kwa ajili ya mkoa wa Kilimanjaro pamoja na Tanzania Bwana. Mungu, turehemu pale mahali ambapo tumekosa, tumeenda kinyume, tukaabudu miungu bahali, tukaenda katika njia za kupendeza. Mungu, tunaomba tena neema yako Bwana, kwa damu ya Yesu katutakase Bwana, ukatuoshe. Rehemu baba huyo, rehemu mama huyo, rehemu kijana huyo Bwana, pale mahali ambapo Mungu amekata tamaa. Mungu, mpe neema nyingine tena Bwana, ya kuweza kusimama, ya kusema ndio kwako, ya kuweza kusema ndio kwako Bwana. Damu yako Yesu ikanene mema kwenye masikio yake, damu ya Yesu kanene mema kwa ajili ya taifa letu la Tanzania Bwana.
damu ya Yesu ikanene mema kwa ajili ya viongozi wako Bwana, ambao wa kidini na wote walioko ngazi za juu Bwana. Damu yako Yesu ikapate kunena mema katika jina la Yesu Kristo. Na adui shetani mwovu hata inuka tena, na kila silaha na kila maneno na kila mashtaka ambayo anayoinua katika mwaka huu 2026 Bwana, tunaenda kuyafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Nasi tunaomba neema yako Bwana, ni mwaka mpya huu ambao tunatamani Yesu ukatembee na sisi Bwana, ukatujaze nguvu yako, ukatupe neema ya kuweza kutembea katika mwaka huu Bwana, jinsi ya utakatifu wako na kutenda mambo mema na yale yenye haki Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tujalie Bwana, hata mtumishi wako mpako mafuta wako Bwana, endelea kumuinua mfalme, endelea kumuinua katika viwango vya juu Bwana, endelea kumtumia katika viwango vya juu Bwana, ili katika kusudi hili na maono haya Bwana yaendelee kuendelea kutimiza hadi yako Bwana, kama jinsi wewe ulivyokusudia, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na katika uongozi wote pamoja na kanisa Mungu, wajalie hekima yako pamoja na mkuu wako Bwana, katika jina la Yesu naomba na kuamini, amen.